Sasa mpaka natamani niwaambie hata watoto wangu sumu na mimi mwenyewe nife humu ndani, kwa sababu sina namna yote ya kumsaidia mwanangu kabisa. Najuta kwa nini nimewaleta watoto duniani afu nimeshindwa kuwaokoa. Haya ni maneno ya huzuni na kukata tamaa kutoka kwa Aisha Petro, mkazi wa mji wa Katesh wilayani Hanang mkoani Manyara. Maumivu yake yanachangiwa na hali mbaya ya kiafya ya mwanaye Sharifu Salim mwenye umri wa miaka 12 anayesumbuliwa na uvimbe wa ndani katika eneo la paji la uso unaosababisha kushindwa kupumua ipasavyo. Ila nilisema niondoke, hata nikipata hela yoyote nichukue chochote, hata cha kuzuru familia yangu nijifungie humu ndani, watu wanisike tu na wanangu, maana sina namna ya kuwasaidia. Kwa zaidi ya miaka 3 sasa, Aisha amehangaika kumtafutia matibabu mwanaye katika hospitali mbalimbali bila mafanikio. Matatizo mtoto wangu akianza kuumwa hapa anavolia, mama nisaidie, alafu nashindwa kumsaidia, inaniuma sana. Maisha ya mama huyu yanakabiliwa na huzuni kubwa kutokana na kushindwa kuwahudumia watoto wake, hali inayosababishwa na ukosefu wa kipato. Nimekuwa mama wa ajabu, nimekosa kipato chochote ya kumsaidia mwanangu. Hali imekuwa ngumu zaidi baada ya mume wake kumtelekeza. Mume wangu amenikimbia wakati alipomwona mtoto anaumwa sana, na alivyozidiwa mtoto yeye ndo akatokomea mahali popote, yani mimi sijui alipoelekea. Maana yake nikipiga simu yangu hataki kupokea, nikibadilisha simu yoyote akisikia ni sauti yangu hapokei. Anasema maumivu ya mtoto wake huongezeka zaidi nyakati za usiku, ambapo hulia na kutapika mara kwa mara, maumivu yake akiyafananisha na uchungu wa mama anayejifungua. Ni kuhangaika, naenda narudi, ni kwenda kutapika tu na hamna kitu inatoka, na maana hamna kitu anakula. Madaktari wamemshauri ya kuwa mwanaye anapaswa kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya upasuaji unaohitaji takriban shilingi milioni 5, kiasi ambacho mama huyu anasema hana uwezo nacho. Mtoto wangu kwa sasa hivi ana mahitaji ya kwenda kutibiwa Muhimbili, na kiasi inayotakiwa ni shilingi milioni 5. Naombeeni mwenye walioguswa na hii tatizo langu, naomba anayeweza kunisaidia nisaidie, jamani, mnisaidie chochote. Mama. Baada ya mama huyu kunisimulia hali yake, nimelazimika kufunga safari hadi nyumbani kwake anapoishi mama huyu katika mtaa wa Hombap hapa katika mji wa Katesh Hanang Manyara kwa ajili ya kushuhudia maisha halisi ya mama huyu na familia yake, ambayo anasema anahitaji msaada wa haraka zaidi ili mwanae apate matibabu ya haraka aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Ambatana nami katika simulizi hii. Mimi naitwa Hosea na hapa ni Global TV. Naitwa Aisha Petro, niko mtaa wa Hombap. Nina matatizo ya mtoto wangu jamani. Mtoto wangu anaumwa, niliambiwa mara ya kwanza ana nyama za pua. Nikaandikiwa rufaa ya kwenda Makiungu. Nilipoenda Makiungu wakampima kwenye CT scan. Wakaenda kumfanyia upasuaji, kwenye upasuaji wakasema tumeshindwa operation ya mtoto wako, ana matatizo ya uvimbe. Uvimbe ambao uko kwenye paji la uso ambaye imeziba kwenye matundu yake ya pua, ana hema na mdomo tu. Dalili ya mwanzo niliyoiona kwa mtoto wakati sijagundua kabisa tatizo lake, alikuwa anatafuna meno tu. Alikuwa anatafuna meno usiku akilala. Baada ya hapo akaacha kutafuna meno, ndio akawa anakoroma kwa yani kiasi kwamba unashindwa hata kulala. Sikujua kwa nini alikuwa anakoroma bila, nikafikiri ni mafua tu ya kawaida au amepata mafua. Kadri tunavokaa ninavyoendelea kumuona na sema labda na mafua tu, ndo wenzangu mama mmoja akanishauri, akaniambia huyu mtoto atakuwa na nyama za pua, mbona mtoto ana hema na mdomo? Wewe umeoni? Maana yake mimi nilikuwa sikutambua wala, nikasema labda na mafua tu, maana madawa zote za mafua nili kila siku anapimwa damu, hana shida yoyote na hana mafua yoyote. Na hizo dawa zikawa zimsaidia, hali ikawa ni hivyo tu. Baada ya mwisho nilipompeleka hospitali hapa wakasema hatuna vipimo vyake ya CT scan hapa. Nenda mpeleke Makiungu. Nilipoenda
Ndio wakaniambia mtoto atakuwa na nyama za pua, nitakuwa afanyiwe upasuaji. Wakanipangia tarehe, wakaniambia madokta watakuja tarehe fulani wa kufanya upasuaji huo. Usubirie madokta wao. Wakanipangia tarehe walionipangia nikaenda. Nilipoenda wakaenda kumfanyia upasuaji. Walipoenda kumfanyia upasuaji mimi nikajua ni tayari. Tukalala hiyo siku akaongezewa hadi damu. Nikajua mtoto wangu ni tayari ameshafanywa upasuaji, maana aliporudi ana madamu huku. Nikajua tayari siku naruhusiwa, ndio nikamwambia mama, mtoto wako imeshindikana operation wake. Kwa sababu tulichokuta sio nyama za pua. Tumekuta yana uvimbe mkubwa alafu una damu nyingi sana. Hapa hatuna vyombo vya kutosha. Kwa hiyo unatakiwa uende mbele kwenye hospitali ambayo ina vifaa hivyo, ambayo ina vyombo vya kutosha ya kumsaidia huyu mtoto akafanywa upasuaji kutolewa hiyo uvimbe. Kwa hiyo tafuta milioni 5 inaweza ikakusaidia, na kadri unapozidi kukaa hiyo inazidi kukua, inaweza ikafika kwenye ubongo, maana imebakiza sentimita kidogo tu uvimbe huo. Kwa sasa ni uvimbe wa nyama za pua ambazo uko kwa ndani. Uko kwa ndani. Ambapo unaweza kupelekea kuathirika. Mpaka itafikia wanasema ukimchelewesha inaweza ikafika kwenye ubongo, maana unakuwa. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa anatoa hewa kidogo kwenye pua moja. Sasa hivi ikawa pua zote haitoi tena hewa. Kwa hiyo hewa hata ile kidogo ilikuwa inatoka hakuna tena. Ndio maana juzi alipopata maumivu makali nilipompeleka hapo Tumaini, ndio akanipa rufaa tena. Sasa tulishakupa rufaa, umerudi tena hapa, hatuna kitu chochote cha kumpa huyu mtoto zaidi ya akafanyiwa matibabu yake. Kwa hiyo ndio maana niliwatafuta nyie mnisaidie, maana sina chochote. Siku anapolala, maana yake hiyo kitu sasa ni kama ananyongwa. Akilala yani anapumua na mdomo tu, utaona mapovu yanatoka, anaanza kukanyaga mpaka umshtue. Sasa akilala na mgongo utaona anatoa mapovu kwa sababu anashindwa kuvuta hewa vizuri. Utaona sasa anatoa mapovu, unamwambia lala na mbavu, unamshtua. Yani usiku unakuwa silali kwa sababu namlinda yeye. Maana yake unaona usiku inaweza kumkuta kitu chochote, na siku ambapo kuna baridi kabisa ndio pale anapovimba na kupata maumivu makali sana ya kichwa. Mume wangu amenikimbia wakati alipomwona mtoto anaumwa sana. Na alipozidiwa mtoto yeye ndo akatokomea mahali popote. Yani mimi sijui alipoelekea. Maana yake nikipigia simu yangu hataki kupokea. Nikibadilisha simu yoyote akisikia ni sauti yangu hapokei. Kwa hiyo hata mpaka sasa hivi simjui alipo. Ni mimi tu ninapambana na watoto. Yani ndio maana nimeomba Watanzania mnisaidie. Yani sina namna yoyote namna ya kumsaidia huyu mtoto. Baba amekimbia kutokana na hali ya mtoto? Ndio, amekimbia kwa ajili ya hali ya mtoto. Alipomwona mtoto anaumwa sana ndio yeye akakimbia. Akaniachia mtoto pamoja na mdogo wake. Hali hii imeathiri vipi utafutaji wako? Kwa kweli imenirudisha nyuma sana, kwa sababu kila chochote hapa sasa hivi ninahangaika kutafuta ili niweze kumsaidia huyu mtoto. Maana yake unatafuta chochote useme hata ukanunua chakula, mara mtu amezidiwa na kimbizana hospitali. Kwa kweli sina namna yoyote hata kutafuta kitu chochote. Zaidi ni mawachosha ndugu na kuwaomba chakula na kuomba kitu chochote walichokuwa nacho wanisaidie. Kama mama, namna gani ambavyo umeathirika kutokana na hii hali ya mtoto wako? Kwa kweli imeniathiri sana, kwa sababu sina namna ya kumwokoa mwanangu. Zaidi nimebaki na machungu na kuumia moyoni. Mpaka kuna saa yani nasema yani sijui nifanye nini. Nimemwachia tu Mungu anisaidie. Maana sina namna yoyote. Ndio maana nimeomba Watanzania, nipeni msaada mnisaidie tu jamani, mwanangu apone. Kwa kweli hiki kitu imeniathiri sana na imeniumiza. Imeniumiza kisaikolojia, imeniumiza kifikra, na imenirudisha sana maisha yangu nyuma. Mpaka tangia asubuhi sijampa mgonjwa kitu chochote. Zaidi ya uji tu. Maana sina kitu chochote. Na hata kielimu amerudi sana nyuma, kwa sababu haya matatizo yake. Maana hapa sasa hivi mpaka kuna kitu imemkuta anakuwa na usahaulivu. Ukimwambia kitu fulani ni akaweki, baadaye ukimuuliza hajui tena umeweka. Kumbukumbu zinampotea. Imeanza kumpotea kwa sababu maumivu makali anayapata ya kichwa. Kuna wakati unahisi kukata tamaa kutokana na hiyo? Yani sana tu. Unasema mpaka natamani niwape hata watoto wangu sumu na mimi mwenyewe nife huko ndani, kwa sababu sina namna yoyote ya kumsaidia mwanangu kabisa.
Inaniumiza sana. Inaniumiza sana hii hali. Maana mpaka kuna saa nimesema najuta kwa nini nimezaa nimewaleta watoto duniani afu nimeshindwa kuwaokoa. Kwa kweli imenikatisha tamaa sana, lakini naomba tu. Kuna wachungaji walikuja kuniombea asubuhi, ndio wamenipa moyo, maana nilikuwa nichakata tamaa kabisa. Asubuhi walinikuta hata nilikuwa natoka. Nilipokuwa natoka hata sijui nilikuwa nielekee wapi. Ila nilisema niondoke hata nipate hela yoyote nichukue chochote. Hata cha kuzuruta familia yangu nijifungie huko ndani watu wanisike tu na wanangu. Maana sina namna ya kuwasaidia. Imenikuta nimeshindwa kuwasaidia. Nimekuwa mama wa ajabu. Nimekosa kipato chochote ya kumsaidia mwanangu. Kwa kweli inaniuma sana. Maana hata ukisema nina kuku hata wa kuuza sina. Hizo 5 milioni mimi naipata wapi? Maana hapa mimi nimepanga sina hata kuku. Nyumbani kwetu wana hali duni. Hawana hata kitu chochote. Hata mbuzi hawana. Mara ya kwanza hizi kidogo walipigania hapo Mwakiungu. Uwezo umeishia hapo. Ulipofikia hatua ya juu sasa wamesema tumwachie Mungu. Ina maana inachotokea itokee. Lakini mimi kama mama, roho inakataa. Siwezi kumwacha mwanangu, ndio maana bado naomba msaada. Mtoto wangu kwa sasa hivi ana mahitaji ya kwenda kutibiwa Muhimbili. Na kesi inaitakiwa ni shilingi 5 milioni. Naombeeni mwenye walioguswa na hii tatizo langu. Naomba anayeweza kunisaidia nisaidie, jamani, mnisaidie chochote ili niweze kumpeleka mtoto wangu kwenye matibabu. Utanipata kwa namba zangu 0789 53 90 85. Jina itakuja Teresia Petro Naria. Kichwa ikianza kumuma, hali kitu chochote na hakuna inachoenda tumboni. Zaidi anatapika kwa uchungu anayepata. Yaani kila kitu inarudi. Na kila muda ni kukimbia kwenda kutapika. Na hakuna kitu anaingiza tumboni. Sasa hivi ana wiki nzima hamna kitu aloingiza tumboni zaidi ya juisi ya leo tu nilomnonolea. Yaani hakuna kitu anayekula, ndio maana nilikuwa nampeleka hospitali. Zaidi hospitali wananisaidia gani madripu tu. Kwa sababu hali kitu chochote. Maana hamna kitu inakaa tumboni. Maana nasema maumivu anayepata paka tumbo inawaka moto. Ndugu nao wamekukimbia? Ndugu wamekuwa wanasema hawana uwezo wa kupata hizo hela zote. Na kweli wana hali duni, ndugu zangu. Kwa nini unataka kunywa sasa? Naona hapa matumaini. Matumaini nimekosa, ndo maana nimeona kama nimebaki peke yangu. Alafu matatizo mtoto wangu akianza kuumwa hapa anavolia, mama nisaidie, alafu nashindwa kumsaidia. Inaniuma sana. Inaniuma sana. Kukaa na mgonjwa ambaye haujui utampeleka hospitali lini. Alafu unakaa naye, inauma sana. Maana yake wewe ambao unamuuguza ndio unaipata maumivu maradufu kuliko hata huyo mgonjwa. Maana yake hakalishi kitako chini akianza kuumwa, utafikiri anaumwa uchungu. Ni kuhangaika, naenda narudi, ni kwenda kutapika tu na hamna kitu inatoka, na maana hamna kitu anakula. Kimpata kijiko kimoja cha uji ameshakimbia kwenda kutapika. Maana yake mishipa hizi zote zinasimama. Mpaka siku maumivu kisha anasema hapa upande wako kumekufa ganzi. Maana yake kwa ajili ya maumivu. Anaumwa kama anaumwa uchungu. Anaumwa kama anaumwa uchungu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.